kuondolewa madarakani, kwani hakuna uwezekano tena wa kuendelea kuwa chama tawala kwa kuwa serikali ya awamu ya sita imeifikisha tamati chama hicho kufuatia na ufisadi mkubwa unaoendelea nchini, lakini na mauaji ya Oktoba 2025. Hitimisho. Pamoja na tume ya Jaji Chande kupata kigugumizi na kushindwa kusema ukweli kuwa rais akiwa amiri jeshi mkuu, kwa kauli zake zimeacha maswali mengi kuwa huenda yeye ndiye aliyetoa amri ya kuua waandamanaji na raia wengi, ambapo ni matumizi mabaya ya mamlaka aliyopewa chini ya ibara ya 148(1) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mfano, alikiri hadharani ule msemo wake mtawala, alitamka hadharani kuwa nguvu kubwa iliyotumika ndio iliyokuwa nguvu iliyotakiwa kuwadhibiti waandamanaji, kwani walilenga kupindua serikali yake, na wale wanaolia watoto wao kufa walitakiwa kuwazuia kuandamana. Sasa kauli ile inathibitisha tu kwamba yeye ndiye aliyetoa amri. Mtawala alisema hadharani kuwa kama isingetumika nguvu kubwa kuwadhibiti waandamanaji hao, hali isingekuwa mbaya zaidi tulioiona na usalama wa nchi ungekuwa hatarini. Maneno kama hayo. Serikali ilikataa kutenga muda wa kushiriki mazishi, kuhani misiba, kushiriki misa, kuwaombea marehemu na majeruhi, wala kupeperusha bendera nusu mlingoti kama sehemu ya kuwakumbuka na kuwaenzi mashujaa hawa kama mila na desturi ya nchi yetu ilivyo. Mfano, serikali ya awamu ya tatu hayati Benjamin Mkapa alitangaza siku 3 katika maombolezo na bendera kupeperuka nusu mlingoti kutokana na ajali ya kuzama kwa MV Bukoba mwaka 1997. Wananchi kuzuiwa kutoka nje na kuzima mtandao wa internet siku 6 mfululizo na baadaye kufunguliwa bila kuelezwa sababu za kufungwa. Hili litakiwa rais wa nchi awaeleze wa Tanzania kwa nini mtandao ulizimwa, kwa nini walizuiwa kukaa ndani kwa siku 6, hata kama kufanikiwa kuongea kabla, lakini siku ile anatufungulia itakiwa tuambie. Kwa hiyo hayo yote yanatupa picha hizo. Sasa ukishaona mazingira ya namna hiyo, unaona kwamba mambo yanavyoendelea namna hiyo. Sasa niseme hivi, serikali haijali ukuu wa katiba wala sheria za nchi. Inafika mahala hadi rais anadiriki kusema kuwa katiba ya nchi ni kijitabu tu. Yaani ni kijitabu tu. Ikishafikia hapo, mmefikia babaya. Mko kwenye crisis kubwa ya constitutional order na lawlessness. Kinyume kabisa na ibara ya 26(1) na 2. Neno kasome wajibu wa ibara ya 26(1) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo sasa mimi nasema niweze kusema kwa uchache kwamba kwa nini nasema kwamba serikali ya awamu ya sita imevunja sheria, imevunja katiba za nchi kwa kiwango kilichopitiliza. Na mpaka siku hizi nchi yetu tunaweza kuiteni kwamba iko kwenye crisis kubwa ya constitutional order na lawlessness. Moja, ni kama nilivyoeleza kule awali kwamba serikali imeingia mikataba ya asili ya rasilimali kinyume na kifungu cha 12 cha sheria ya kulinda rasilimali na ibara ya 19, ibara ya 27, ibara ya 63. Pili, kuchukua mikopo nje ya nchi ni kinyume cha sheria. Kuchukua mikopo kwa siri, kuchukua mikopo kaipitisha kwenye akaunti za watu binafsi hairuhusiwi. Ni kinyume cha sheria, ni kinyume cha katiba ya nchi. Kutapanya fedha za umma. CAG analeta taarifa anasema wezi hawa hapa. Baada yake wezi wanapewa uteuzi. Hawajibishwi. Katiba inatueleza sheria ya ukaguzi wa umma inatakiwa nini tufanye tukiletewa taarifa ya mkaguzi kuhusu wezi. Ibara ya 9, ibara ya 27, zote zile ukizisoma zinaeleza, lakini ibara hizi zote zinavunjwa na serikali. Kwa ajili ya ambayo tunasema tu, kwa sababu kama unavunja katiba unavunja sheria, maana yake ni maslahi binafsi. Hatuwezi kukutetea kwa lugha nyingine yoyote. Kuvuruga uchaguzi na kuruhusu usimamiwe na tume ya uchaguzi batili. Kukuminya demokrasia. Katiba iko wazi, katiba ibara ya 9, ibara ya 19, zote ziko wazi juu ya mambo haya. Kuminya hata uhuru wa kuabudu. Tunaona mpaka makanisa yanafungiwa. Au baadaye siku yanafunguliwa tu. Mnafungiwa miezi 6 baadaye wanakuja kutangaza tu tumefungua. Hawaelezi sababu ya kufunga,
hawaelezi sababu ya kufungua. Ni kinyume kabisa na ibara na kinyume kabisa na katiba yetu. Kushindwa kulinda raia na mali zao, kuwanyima haki ya kuabudu, kama nilivyokuwa nasema. Sasa matukio ya utekaji, mauaji, kupotea watu, kama sasa hivi tunakiri kabisa kwenye taifa kwamba watu 245 wamepotea, hawajulikani walipo. Yaani utazani ni kuni, tumepoteza kuni yani. Watu 245. Kwa sababu mfugaji akipoteza mbuzi mmoja, hamlali nyumbani. Mimi nimechunga, ukipoteza ng'ombe mmoja kati ya 100, huwezi kula wala huwezi kufika nyumbani. Umepoteza ng'ombe mmoja. Leo unapoteza haya matrilioni yote haya ya fedha, lakini unakuwa salama. Na leo nasema namwangalia huyu ndugu yangu Dr. Mwigulu Nchemba, waziri mkuu. Namwangalia anavyozungumza huko kuhusu ufisadi, wezi. Huu ufisadi wote huu nilioutaja, kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, pamoja na kwamba kama nilivyosema kwamba tuna orodha ndefu sana ya wezi, lakini kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, watuhumiwa watakao kuwa watuhumiwa namba 1 na watuhumiwa namba 1 katika hili jambo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na waziri na aliyekuwa waziri wa fedha ambaye leo ni waziri mkuu. Hasa fedha zilizopotea nyingi hivi, umekopa mikopo kwa siri, umeingia mikataba kwa siri, fedha zimeliwa na wezi wanajulikana, lakini hawakamati, wamepewa nafasi za ubunge, za uwaziri, za uwaziri mkuu. Una maelezo gani? Zinaenda fedha za umma kwenda kulipa tu watu. Wameshinda kesi, wanataka walipe. Wala haulizwi mtu yote, zinalipwa matrilioni ya fedha. Aliyekuwa analipa si waziri wa fedha, ambaye leo ndio yeye anapambana na mafisadi nchini. Anasema anapambana na mafisadi. Aliyekuwa waziri wa fedha anasema anapambana na mafisadi, wakati ufisadi mkubwa wa nchi hii wote mtuhumiwa namba 1 ni yeye. Tuhuma zote hizi nilizozisoma, na ndio maana mimi nikawataka watu wawili tu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na waziri na aliyekuwa waziri wa fedha ambao leo ni waziri mkuu, wawaeleze Watanzania fedha zao zimeibwaje na kwa nini iwe hivyo, na waweke wazi kwa kila jambo. Na ninayo mamlaka kikatiba kudai hayo. Ninayo mamlaka ya kikatiba kudai uwazi na uwajibikaji wa serikali, kwa mamlaka ambayo yamewekwa chini ya ibara ya 9, kwa mamlaka ambayo yamewekwa chini ya ibara ya 27 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninayo mamlaka ya kuhoji uwajibikaji. Hizi fedha nilizosoma zote zilizoibiwa na namna zilizoibiwa. Hii mikataba ya asili yote tulioingia. Hii mikopo ya asili yote iliyoingia mpaka fedha zikaingia kwenye akaunti za watu binafsi. Mimi nampongeza waziri mkuu anavyopambana na hao wafisadi. Na ninashukuru kwamba amejua, kumbe anajua tunavyokasirika ufisadi unavyofanyika. Sasa huo ufisadi ambao umefanyika chini ya usimamizi wake, atueleze maana yake ni nini? Atueleze fedha hizo zilizoibiwa, atueleze hiyo mikopo iliyochukuliwa, hizo fedha zimeenda wapi? Atueleze hiyo mikataba, atueleze hiyo miradi ya bwawa la Mwalimu Nyerere, hayo matrilioni ya fedha yamelipwaje? Atueleze hayo malipo tuliyolipa kisidi ni nini maana yake? Atueleze. Tumemuuliza miaka 5 ndani ya bunge, clips zote zipo, hakuweza kutoa majibu juu ya wizi huu. Na ukishindwa kutoa majibu, maana yake kwamba unajua ulichokifanya, na ulichokifanya sio cha umma. Sasa mambo haya yanatakiwa kufanywa kazi. Na mimi sasa nimalizie tu, kwa sababu ya muda huu nao umekuwa ni changamoto, na kwa kweli hata wanaonisikiliza nao watakuwa wamechoka, japo taifa hili maskini, kwa sababu watu wanatoa hotuba ndefu, sio kwamba wamechanganyikiwa, ni kwa sababu kuna matatizo mengi hayawezi akasoma kwa muda mfupi. Yes. Matatizo makubwa, matatizo mengi hayawezi kusema kwa muda mfupi. Mnazungumza watu 500 na kitu wamekufa, ni jambo dogo, wako kaburini kabisa.
Mnajua idadi ya watu 500 na kitu, shule nzima ipigwe risasi, yani yote. Tena ilikuwa shule sasa hii mpaka na watoto wadogo sasa, wengine wa miezi kadhaa, wa miaka kadhaa, wameingizwa kaburini. Mtazungumza jambo hilo kwa udogo? Sasa kwa sababu ya changamoto na nyingi hizi tulizo nazo hizi, tukubali kwamba msajili wa vyama vya siasa hajaishia kuingilia tu utendaji wa vyama vya upinzani, mbali pia amekuwa akikataa hata kusajili vyama vipya na bila hata sababu za msingi. Mfano chama cha Independent People's Party IPP, ambapo mwanzilishi wa chama hicho wameamua kufungua shauri mahakamani dhidi ya msajili wa vyama vya siasa baada ya kupigwa danadana kwa miaka 4, wakilalamika kunyimwa usajili wa chama hicho licha ya kukamilisha taratibu zote za msingi na hata kulipia ada ya usajili wa muda wa shilingi milioni 1. Leo miaka 4 mpaka wameamua kumpeleka mahakamani. Kwa hiyo anataka mpaka vile vyama ambavyo yeye anajua wanaongea nini navyo, lakini navyo kuja kwenye anaona chama hiki haoni, labda ndio inakuwa hivi. Sasa leo wameenda wako mahakamani, tuone mahakama itasema nini. Watu walishalipia mpaka kulipia ada ya usajili wa muda, ashalipia, lakini wanalalamika kwamba sisi bwana tumepigwa danadana miaka 4. Kila alichoomba tulipeleka. Aliomba document hii tukapeleka, akaomba tufanye marekebisho haya tukapeleka. Ikafika mahala sasa tunamwandikia barua hata hatujibu. Wewe si kazi yako ni kusajili? Una kitu gani kingine? Umepewa na umma kazi hiyo, kusajili vyama vya siasa, ndio kazi yako. Sasa unashindwa kusajili, vilivyopo unavihujumu, vinavyotaka kuingia hutaki, lakini hautamkuta na kesi na CCM. Manake ni msajili wa CCM, sio msajili wa vyama vya siasa vya Watanzania. Na basi bana, pendekezo la kuundwa kwa tume nyingine halikubaliki, na hatuwezi kuwa na tume juu ya tume, tena zilizoundwa na mamlaka ile ile. Leo rais ameteua tena tume ya mlengo mmoja anayoiita tume ya uchunguzi wa kijinai kwa matukio ya ghasia ya wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 2025. Tume ya uchunguzi wa kijinai imechelewa na haiwezi kupewa nafasi tena. Mwanadiplomasia mashuhuri nchini Profesa Anna Tibaijuka alishauri mapema kupitia andiko lake la tarehe 15 Novemba 2025 katika mtandao wake wa X, akisisitiza kuundwa kwa tume ya kijaji, yani judicial inquiry, lakini ushauri wake ulipuuzwa. Leo serikali inarejea mawazo yake kwa kuchelewa. Haitasaidia tena. Watanzania na jumuiya za kimataifa haziwezi kusubiri tena. Sasa tunao hawa wana volunteer, hawa wasomi, wana diplomasia mashuhuri walipelekwa huko na nchi yetu wamefanya, kama Profesa Anna Tibaijuka, na mimi nampongeza sana. Kati ya watu ambao nawapongeza kwa kufanya kazi nzuri, kwamba analoona anaweza akashauri, anashauri kwa kuongea, kwa kutweet, kwa njia yoyote ile ambayo anaweza akawasiliana na serikali au na wananchi. Na ndivyo tunavyotaka wazee wetu wengi wafanye, kama ambavyo ninawapongeza huko baadaye. Sasa katika kipindi cha hivi karibuni serikali imekuwa na mahusiano mabaya sehemu mbalimbali. Sasa inakuwa mahusiano mabaya. Sasa leo mnaenda kuunda tena tume nyingine, mnasema ya kijinai. Hiyo tume itaenda kufanya kazi ya mahakama. Kama nyinyi tume ya Chande mliwaona watu ambao wana kesi za kijinai, simuwapeleke tu mahakamani. Mahakama si ndio itaenda kujua kwamba hao wamevunja sheria au hawakuvunja sheria. Sasa mnaenda hii tume nyingine ambayo na yenyewe wala sio tume ya kuhukumu watu. Kwa hiyo ni kama tu anatafutwa mtu wa kubebeshwa na kusingiziwa makosa. Na kusingiziwa makosa. Rais mstaafu wa awamu ya 4 Mzee Jakaya Mrisho Kikwete katika kipindi chote cha matatizo yaliyokumba taifa letu amechagua kukaa kimya, licha ya viongozi wa nchi na jumuiya mbalimbali za kimataifa zinakuja hapa nchini kufuatilia mauaji ya kikatili yaliyotokea Oktoba 2025. Lakini rais wetu mstaafu yeye amechagua kunyamaza.
amenyamaza kabisa, haongei toka machafuko yatokee. Ukimya wa Mheshimiwa Rais mstaafu Kikwete umeleta sintofahamu kubwa kwenye jamii na watu kujiuliza kulikoni, huku akionekana katika mataifa mbalimbali duniani akitafuta suluhu na migogoro ya mataifa hayo. Basi niseme tu, sitaki kusema zaidi, lakini niseme baada ya kufanya uchambuzi wa muhtasari wa ripoti ya tume ya Jaji Chande, nimebaini mambo machache yafuatayo na nitajaribu kuyapunguza kwa sababu ya changamoto ya muda. Moja, muhtasari wa ripoti ya tume ya Jaji Chande uliowasilishwa kwa umma ulihaririwa, yani edited, hadi ukawa skrepa kwa madhumuni ya kuficha ukweli na kukwepa uwajibikaji. Badala yake tume ikakimbia kutangaza tuhuma bandia kwa marehemu na watu wengine wasio na hatia. Namba 2, waandamanaji waliuawa kwa chuki ya serikali ya awamu ya 6, kwani walikuwa wanazo haki na kinga kikatiba na kisheria, kitaifa na kimataifa, na sio kweli kwamba walitishia usalama wa nchi na vyombo vya dola kulazimika kutumia nguvu kubwa kama ilivyoelezwa na tume ya Jaji Chande. 3, serikali ina mgongano mkubwa wa maslahi katika machafuko ya Oktoba 2025. Hivyo ni lazima kitafute chombo huru cha nje ya nchi kitakachotafuta ukweli na kushinikiza uwajibikaji na kusimamia mazungumzo ya amani na kufikia mwafaka wa kitaifa. 3, idadi ya watu waliouawa ni zaidi ya watu 518 na watu waliojeruhiwa ni zaidi ya watu 2390 kwa sababu nilizozitaja huko awali. 5, pamoja na tume ya Jaji Chande kupata kigugumizi kumtaja aliyetoa amri, na hili nadhani nililisema kule mwanzo. 6, uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ulisimamiwa na tume batili isiyo na uhalali, kwani haikuwa inatambulika kisheria baada ya kutungwa kwa sheria mpya ya tume huru ya uchaguzi ya mwaka 2024. Hivyo iliyojiita tume huru ya uchaguzi ilikuwa ni genge la watu binafsi na ilijitwisha jukumu la umma na kusababisha machafuko na mauaji makubwa nchini. 7, mahakama ilichangia kwa kiwango kikubwa machafuko ya Oktoba 2025 kwa kuruhusu kufungiwa chama cha siasa cha Chadema kufanya shughuli zake mwaka wa uchaguzi na kuruhusu uchaguzi kuendelea, wakati mimi mgombea wa urais wa ACT Wazalendo nikiwa nimeweka zuio mahakamani la kuzuia uchaguzi usifanyike hadi kesi ya msingi ya kupinga kuenguliwa kwangu itakaposikilizwa na kuamuliwa na mahakama. Namba 8, bila kudhibiti na kutokomeza kabisa mtandao wa utakatishaji wa fedha haramu, wizi, rushwa, ufisadi na ubadhirifu wa fedha na rasilimali za umma, amani na utulivu hauwezi kurejea nchini mwetu. 9, mfumuko wa bei za bidhaa na huduma, ugumu wa maisha pamoja na changamoto nyingine zilizopo ni za kutengeneza kwa maslahi ya mafisadi wachache, zitakomeshwa muda mfupi baada ya kupata viongozi bora nchini. Tume ya Jaji Chande kwa siku 153 imeshindwa kukokotoa na kubaini fidia kwa marehemu na watu waliojeruhiwa, pia hasara zingine zilizotokea na kuzimia mtandao pamoja kama nilivyoeleza hapo mwanzo. Napinga kuanzishwa kwa tume nyingine chini ya mamlaka hiyo ya rais, kwani haitokei kuunda tume mbili kwa madhira yanayotokana na tukio moja. Hii ni kuwapotezea muda wananchi, kufuja fedha za umma na ni janja ya kukwepa mchakato wa mahakama mahakama ya uhalifu ICC na mahakama zingine za kitaifa. Na licha ya wezi wa fedha za umma kufahamika kwa majina na vyeo ndani ya serikali, lakini mamlaka za mashtaka, upelelezi na uchunguzi za DPP, DCI na TAKUKURU zimeshindwa kuwakamata na kuwafungulia mashtaka na inapobidi kutaifisha mali zao. Mamlaka tunaye DPP, tuna DCI, tuna mwendesha mashtaka, tuna hiyo tuna TAKUKURU, nimesema tuna DPP, tuna DCI, tuna TAKUKURU. Lakini wezi hao wanatangazwa tu. Yote yanayotokea hapa hawakamati. Sasa
Unajiuliza kwa nini hawakamatwi, na badala yake anaenda kufokewa mtumishi mmoja kule, sijui anadaiwa sijui milioni 500 sijui ngapi, anaenda kufokewa. Alafu wanaomfokea wanasema kwamba wanafahamu mchezo unaofanyika. Alafu wanaosema kwamba wanaofahamu mchezo ndio hao waliotakiwa kuwakamata hao wezi. Alafu wanasema sasa walikuwa wamesubiri nini? Yaani kiongozi wa serikali unaenda kutangaza wezi jukwaani, badala ya wezi hao kuwakusanya wote ukatuambia kwamba nimewakamata wako ndani na tumeshawafilisi na tumeshawafunga. Unasema wezi hao nawafahamu na mtandao huo na ufahamu. Sasa kama mtandao unaofahamu unashindaje kudhibiti? Kama huu unawafahamu wanaoiba hizo fedha umeshindaje kuwakamata? Manake ni wenzako. Manake huu mtandao ni mali yako. Hadi sasa zaidi ya miezi 7 imepita. Hakuna aliyewajibika, ni danadana tu. Na kuundiwa tume juu ya tume. Imekuwa ni jambo rahisi zaidi kwa nchi yetu kushtakiwa katika mahakama za kimataifa CID ili kuhalalisha uuzaji wa rasilimali za nchi yetu. Lakini imekuwa ni vigumu viongozi kuwajibika ICC. Nimalizie